Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwa muktadha huo, nitumie fursa hii kutoa pongezi za dhati kwa viongozi wa Ofisi ya Makamu wa Rais na Mazingira, uongozi wa baraza chini ya uongozi wa Daktari Semesi. Hongereni sana, na watumishi wote kwa kazi nzuri na kufanikisha maandalizi ya maadhimisho haya. Mnafanya kazi nzuri, pamoja na kwamba kazi yenu ni ngumu. Kazi yenu ni ngumu kwa sababu madhara ya uharibifu wa mazingira huwa tunaijua na tunayaona wote, lakini kwenye kupambana na vitendo ambavyo vinaweza vikaleta hayo madhara, huwa watu wengi huwa wanaona ni kazi ya NEMC. Na kabla sijaenda mbali katika hotuba yangu, niwaletee salamu kutoka kwa viongozi wetu wakuu, nikianza na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwana mazingira namba moja, ambaye amenituma niwajulishe kwamba anatambua na kuthamini mchango wenu mkubwa katika maendeleo ya taifa letu, na kuwa ataendelea kushirikiana nanyi katika kuhakikisha ajenda ya mazingira inapewa umuhimu wa kipekee katika jamii. Mheshimiwa Rais ni kiongozi ambaye si tu ni takwa la kisheria kusimamia mambo ya mazingira, lakini ni kiongozi ambaye ana passion, ana msukumo binafsi kwenye swala la uhifadhi wa mazingira, na ndio maana amefanya vyema katika utekelezaji wa masuala ya kimazingira ndani ya nchi, lakini pia amepewa heshima ya kuwa kiongozi kinara katika afua mbalimbali zinazohusu masuala ya uhifadhi wa mazingira, moja akiwa ni global champion wa masuala ya nishati safi ya kupikia, ambayo ni moja ya ajenda muhimu sana ya kidunia katika suala la mazingira. Sambamba na salamu hizo, niwaletee pia salamu kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndiye msimamizi mkuu, na wizara hii pamoja na taasisi yetu hii iko chini ya ofisi yake. Lakini sambamba na salamu hizo pia niwaletee salamu za Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kama mnavyojua, swala la mazingira na athari za mazingira ni za pande zote za Muungano, na leo hii tuko pia na taasisi inayosimamia mazingira toka Zanzibar, na wenzetu wamepiga hatua kubwa zaidi kwamba tayari taasisi yao ni mamlaka. Uhifadhi wa mazingira ni jambo la msingi katika maisha yetu, kama ambavyo tumeona kwenye kauli mbiu. Na niwaambieni, mazingira yenyewe yanaweza yakaendelea, zile komponenti zote za mazingira zinaweza zikaishi bila binadamu. Si huwa mnaona katika baadhi ya maeneo kukiwa kumeshamiri na hata kama binadamu hajakanyaga huko, lakini binadamu na viumbe vingine haviwezi kuishi bila msaada huo wa mazingira yaliyo bora.
viumbe vyote. Kwa maana hiyo, uhifadhi na usimamizi wa mazingira si jambo la kauli mbiu, ni jambo halisia. Ni jambo halisia. Hii linda taifa ni jambo halisia, si jambo la kauli mbiu. Uhai wetu unategemea ulinzi wa mazingira na viumbe vingine. Lakini pia uharibifu wa mazingira si nadharia, ni kweli. Tulianza tukisikia madhara yake kutokea mbali, tulikuwa tukisikia kama stori za kutoka mbali. Sasa tumeanza kuona hata katika maeneo ya jirani na kila mtu tulipo. Nilikuwa na teta na viongozi kabla tujafika hapa, nikamwambia haya mabadiliko ya tabia nchi, uharibifu wa mazingira, madhara yake kwa baadhi ya mikoa ambako hawajafika kwenye extreme case, hawajafika kwenye uharibifu uliopitiliza, wanaweza wasielewe sana hii, lakini wengine tumeshuhudia uharibifu wa aina hiyo. Tunawaambieni hili jambo ni halisia, sio nadharia, na vitendo vinavyochangia kwa kiwango kikubwa, vingine ni vya mzaha tu, vingine ni ushindani wa matumizi ya ardhi katika shughuli za kiuchumi, hasa unaotokana na kuongezeka kwa viumbe hai. Mimi nakumbuka katika moja ya eneo kule kijijini, wakati tukiwa watoto wadogo, lile eneo kwa sasa hivi unaweza ukalifananisha na Serengeti ilivyo, Ngorongoro ilivyo ndani kule, na ilikuwa kijijini ambako ulikuwa unaweza ukatembea kwenye maji siku nzima. Katika baadhi ya eneo unashuhudia swala idadi ambayo huwezi ukahesabu, ukishuhudia twiga, jambo la kawaida tu, na wanyama wengine. Achilia mbali vile vindege vidogo vidogo kama ilivyo Serengeti hivi, msitu ulioshikana. Baada ya hapo tukaanza utaratibu na ndugu zangu wa kwetu kule, na Ruben anajua kule kwetu Sukumani, unanunua shoka jipya, unafyeka nusu eka. Mtu akiuliza vipi, hapa unataka kulima? Sema nilikuwa najaribisha shoka kama lina makali. Ama unaenda unakuta mtu anakata mti mkubwa kweli, unauliza huyu unataka kufanyia kitu gani? Nasema baada ya kula naweka tumbo sawa kabla ya chakula cha jioni. Upo ukataji wa miti ambao hata hatuna uhitaji nao, mtu anakata tu, inaisha kidogo kidogo. Baada ya hapo nusu jangwa. Baada ya nusu jangwa, maji hakuna, malisho ya mifugo hakuna, mazao yalipokuwa unavuna hayapo. Alafu badala ya kuhangaika namna ya kutumia mbolea na vitu vingine ili uweze kuvuna kupitia eneo hilo hilo, naenda kufyeka eneo lingine, kwamba hapa bwana, sasa hivi nimelima nimevuna kidogo sana, fyeka eneo lingine. Kwa hiyo uharibifu ni jambo halisia, na hiyo ni katika sehemu tu mojawapo. Lakini kingine
ni kutokukubaliana na hali halisi kwamba ushindani wa matumizi ya ardhi unaongezeka kutokana na kukua kwa shughuli za kiuchumi na kuongezeka kwa idadi ya watu. Kwa lazima tukubali kubadilisha namna tunavyofanya shughuli zetu katika maisha. Hili lazima tukubaliane nalo. Waliokuwa wanachunga kwa uholela lazima wakubali kwamba itafika hatua haitawezekana hivyo, kwa sababu ya kuongezeka kwa idadi ya watu, kuongezeka kwa viumbe hai vingine ambavyo vinahitaji matumizi yale yale ya ardhi. Hivyo aina ya ujenzi tunaojenga. Niliwahi kutembelea eneo moja inaitwa Kunming kule China, nikaona China ni moja ya taifa lenye watu wengi. Nikakuta wanatangulia kujenga makazi magorofa kwa magorofa, wanaweka na miundombinu kabla ya watu kufika. Tukauliza, mbona hapa pamejengwa vizuri hivi na watu hata hawapo? Wakasema, tumetangulia kujenga hapa ili wakijaa ule mji uliotangulia ndio waje wahamie huko. Kwa mjengo ule tungejenga sisi hapa kwa Dar es Salaam, watu wangekuwa bado hawajazidi Kimara. Waliozagawa wote wangekuwa hapa kuanzia Kimara kuja hivi. Tuna miaka mingapi? Chini ya miaka 15 tangia serikali ihamie Dodoma. Tayari tunaungana na Bahi, tayari tunaungana na Kongwa, mjengo wa ile nyasi ya kutawanyika. Kwa hiyo tuna kazi mbali na ya usimamizi na uhifadhi, lakini tuna kazi ya kubadili namna ya uendeshaji wetu wa shughuli za kila siku kwa kutuletea maisha. Na kwa sababu ofisi ya mazingira iko kwenye ofisi kubwa ya Mheshimiwa Makamu wa Rais, lakini pia shughuli ya uratibu wa shughuli za serikali iko ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu. Haya mambo tutaendelea kujadiliana ndani ya serikali ili kuweza, mbali na usimamizi, lakini pia lazima kuwe na behavioral change, kuwe na mabadiliko ya tabia na tuwe na mabadiliko ya utaratibu tunavyofanya shughuli zetu za kiuchumi. Hilo ni la lazima, kwa sababu hata tusipolazimika kufanya hivyo, tutalazimishwa na hali halisi kufanya hivyo. Tumeona wenzetu Zanzibar wameshakuwa mamlaka na kwetu jitihada zilishaanza kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametudokezea, na kwa kuwa miswada hiyo huwa inapita kwenye Baraza la Kazi ambayo mwenyekiti wake ni mimi, niseme hata msingenipa zawadi ili nitalisimamia. Asanteni sana, kwa sababu hili jambo la usimamizi wa mazingira, jambo la uhifadhi, pamoja na vyote hivi tulivyovisema, ni jambo la lazima na tunalihitaji zaidi kuliko hata mazingira yenyewe yanavyotuhitaji sisi tufanye hivyo. Sisi tunahitaji kwa ajili ya uhai. Lakini na mimi binafsi nadhani baada ya kuwa nimeshashuhudia kilichotokea, huwa nawaambia wenzangu kule, nikasema ningepata uelewa huu mapema, basi lile eneo lisingeharibikaga vile. Sasa tunajitahidi kufanya mambo ya aina hii, lakini ndani ya serikali lazima tuenende katika mwenendo huo. Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano mkubwa wa namna ya kubadilisha utaratibu wa kimazoea
wa ufanyaji wa shughuli zetu za kutuletea kipato, hasa kwenye shughuli za uzalishaji. Moja ya hatua kubwa aliyofanya ni kuongeza bajeti zaidi ya mara 5, bajeti ya kilimo ambayo inaenda kwenye shughuli za umwagiliaji, ikiwa inalenga kwamba kama mtu alikuwa akilima eneo dogo halitoshelezi, analazimika kila siku kufyeka na kuongeza maeneo ya kulima na kuongeza maeneo ya kulima, aanze kuvuna mara 3 kutoka kwenye eneo lile lile kwa utaratibu wa irrigation. Hii ni hatua ya makusudi na ni hatua ya vitendo. Kwa hivi tunavyoongea, kuna miradi mingi sana ya umwagiliaji inaendelea. Nadhani kutoka takriban zilizokuwa hekta chini ya 500,000 kwenda mpaka 900,000, ni almost mara 2. Miradi takriban 780 kutoka miradi 13. Hili ni la makusudi, ni jitihada za makusudi ambazo Mheshimiwa Rais amezionyesha kwa mfano. Lakini sio hiyo tu, hivyo hivyo na kwenye upande wa sekta zingine za uzalishaji ikiwemo ufugaji, hatua zile ambazo na niwapongeze sana kina mama wa kutoka jamii ya kifugaji. Nimeona jambo lao pale, fanya jambo kubwa. Hivyo hivyo mfano huo, bajeti imeongezwa kwenye sekta hiyo ili kuendelea kufanya mabadiliko kutoka kwenye utaratibu ambao tulikuwa tumeuzoea kutumia kwenda kwenye utaratibu wa kisasa ambao utakuwa ni rafiki wa utunzaji wa mazingira ili mazingira yawe endelevu. Hilo ni jambo kubwa na jambo la msingi. Lakini pia taasisi yetu hii inatakiwa kuongezewa meno kama ambavyo tumetoka kusema. Kwa hiyo na yenyewe ni self push ya kutulazimisha wote tuende kwa namna hiyo. Tumeona matatizo ambayo yanajitokeza ya ukuaji wa miji, maeneo ya viwanda, idadi ya watu, kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi ambavyo kunaongezeka kwa kasi sana. Leo hii tunaambiwa miaka 30 ijayo huenda idadi ya Watanzania ikawa imeshafika milioni 100. Miaka 50 ijayo zaidi ya milioni 100. Na baada ya hapo tunaambiwa huenda idadi ikadabu. Kwa hiyo pamoja na mafanikio tuliyoyapata, bado tunahitaji jitihada, nguvu zaidi na mshikamano wa kimataifa na uhitaji wa kila mtu kuweza kufikia hatua kubwa zaidi kwa miaka 40 ijayo, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amesema kwamba tunaposherehekea miaka 40 ya sasa, lakini tunatengeneza msingi pia wa miaka 40 ijayo ili kuweza kudhibiti uelekeo wa uharibifu na kurejea katika hali ya kawaida. Kwa tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa maendeleo ya kiuchumi tunayoyazungumzia yanakwenda sambamba na uhifadhi wa mazingira. Na hii inamaanisha kwamba mikakati mbalimbali katika uchumi wa viwanda, uwekezaji, biashara na maendeleo ya miundombinu lazima izingatie maendeleo endelevu ya mazingira. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.